Kiongozi wa Eastern Baraka, Profesere Bawili Lokele Tango, jambo. Jambo sana ndugu mhariri. Ulikutanisha wanafunzi wa chuo kikuu chako hapa, lengo ilikuwa nini? Lengo la leo la sherehe ya leo ilikuwa kuanzilia rasmi mwaka mpya wa masomo ya chuo kikuu 2025-2026 kama vile tulivyopewa maelekezo na kiongozi wetu, waziri wa vyuo vikuu. Yeye alianzisha rasmi hapo mwaka tariki 22 na sisi tumeanza leo tariki 24. Hiyo ndio tunastahili kufanya sisi viongozi kwa kutimiza maelekezo ambayo tunapewa na viongozi wetu, hususan waziri wa vyuo vikuu. Kweli wanafunzi wa chuo kikuu ambao ni wapya walitikia mwito ambao uliweza kutoa katika radio na mtandao wa kijamii. Tunashukuru sana tena jamii ya Baraka na vijana ambao walichagua tena Eastern Baraka kuwa chuo ambacho wanataka kusomea. Walikuwa wengi, mmewaona ndugu hariri, na wengine wengi wangali wanajiandikisha. Tunawaambia wawai, kwa maana juma ijayo hapa kazi rasmi za elimu zitaanza. Waje mbio juu wasipate retard kwa pia kuanza juu. Wakikuja nyuma itabidi ile elimu ambayo wenzao walikuwa washapata irudiliwe, na sio rahisi. Inabidi ile inatumaka mwaka inaenda isha nyuma tena. Tunawaambia waje haraka. Tunashukuru jamii ambayo inaendelea kupenda na kusamini Eastern Baraka, na sisi tunaendelea kuwa pamoja na jamii yetu, pamoja na vyombo vya habari, pamoja na wafanyakazi, pamoja na wanachuo. Tuendelee kushikamana ili kwamba hiki chuo kikuu chetu kikuu sana, chuo kikuu cha Kiganga Eastern Baraka, kiendelee kwenda mbali na kufaa jamii yetu. Na labda ni magumu gani ambao mnakumbana nayo sasa wakati huu ambao kunaonekana ukosefu wa usalama? Magumu ile ambayo inakumba watu wote kwa sasa ndio inakumba nasi chuo kikuu hapa. Kuna magumu ya hiyo ya kiusalama, kuna magumu ya kifedha, kuna magumu inahusu mambo yote, hali ya vita ambayo nchi yetu inakumbwa nayo. Magumu inakuwa mengi sana, lakini sisi hatuwezi acha. Tukiacha kuwafunza watu ambao wanapaswa beba jamii, tutakuwa tunawapa wale ambao wanapenda kukamata nchi yetu, tunawapa fursa ya kukuja kutukamata kwa hali juu. Hatukutayarisha hiyo, tunaita elite, watu ambao wanapaswa pewa elimu na watetee na wabebe nchi yao. Ndio maana ijapokuwa magumu hiyo, tunapaswa jiunga na wa viongozi wa nchi na viongozi wa nchi kwa kuendelea kuwafunza watu gisi ya kupenda nchi yetu, gisi ya kuitumikia na gisi ya kuitetelea. Na labda kuna wale wazazi ambao wanajiuliza huenda kutokana na dola kushuka watalipa ile bei ya zamani ama sasa. Tangaza kwa hiyo ni hali ya kiuchumi, sio hali ya sisi chuo kikuu kuongelea. Hiyo ni mambo ambao wakuu viongozi wa nchi wakishatamka neno, sisi hatuna la kusema. Na tunasubiri kila mwaka, tuna hiyo waziri wetu anasaini hiyo chombo ambayo tunaita instruction academique. Tunasubiri kwenye siku chache hapa instruction academique itatoka, na hapo ndio tutapewa maelekezo gisi tunapaswa gisi wanachuo wanapaswa lipa, na to inakuwa ile yenye serikali inasema njo to yenye watu wote wanapaswa fuata. Hakuna to ya chuo kikuu, hapana. Sisi ni chuo kikuu cha serikali na hatupaswi kwenda kando na maelekezo ile ambayo wala decision ile ambazo viongozi wa nchi wanatoa. Labda kungekuwa ujumbe mwingine wa mwisho kwa wanafunzi wanawake na wazazi pia? Kwa dada zetu, mama zetu ambao kwa leo wana vyeti vya serikali wala diplome d'etat,
tunaambia chuo chao kikuu cha kiganga kiko hapa, waje. Sio wakati tena ya mabinti zetu, wa mama zetu, wa dada zetu wabaki nje, wao wasipate elimu. Ni watu muhimu sana kwa jamii yetu, na tunafurahia sana hususan kazi hii ya kiganga. Wadada, ukiwaona wadada na wamama kwenye kazi ya kiganga, hadi sisi tukikwenda kutunzwa tunafurahia. Donc tunawaita wadada wa mama waje wajiandikishe, jamaa zetu ziwatume wadada, watoto wetu wa kike waje wasome wengi kazi hii, chuo hiki kikuu cha kiganga. Asante.